Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Kabla sijaenda kwanza kwenye mchezo, naomba pia niungane na kocha mkuu wa klabu ya Simba. Alianza baada ya mchezo hapo jana, alilaumu kuhusu muda wa mchezo. Unajua tutalaumu kwamba pengine mashabiki wajitokeze kusapoti mpira wa wanawake, pengine wadau wanafanyaje. Tuangalie kwanza mazingira ambayo tunazipatia hizi timu zetu. Saa 7 mchana kwa Dar es Salaam, jua kali, unachezesha timu ya wanawake. Kama timu za wanaume zinacheza saa 8, saa 9 zinalalamika. Vipi kuhusu timu za wanawake? Unaona, hayo ni mateso. Kwa hiyo kuna ladha pengine tunaikosa kwenye pitch, kuna ubora wa wachezaji unapungua kutokana na muda ambao wanafanyaje? Wanacheza. Nimeona pia ratiba kuhusu mchezo wa mshindi wa 3 ambao utachezwa Jumapili tarehe 12. Mchezo mapema kabisa ni saa 6 mchana kati ya Yanga Princess dhidi ya Mashujaa Queens. Huo ni muda ambao sio muda rafiki, yani hata kiafya ni muda ambao sio rafiki kwa hali ya hewa ya Dar es Salaam. Wachezaji watatumia energy kubwa, watapoteza jasho, maji yatapotea sana mwilini kwa sababu jasho litatoka kwa wakati huo kwa joto la Dar es Salaam. Ingekuwa kwa mkoa ambao hali ya hewa ni rafiki zaidi, muda huo ni sahihi, lakini kwa Dar es Salaam ni kuwatesa wachezaji. Jana Simba kacheza saa 7 na Mashujaa. Jumapili Yanga anacheza saa 6 mchana na Mashujaa Queens. Mchezo wa kutafuta mshindi wa 3. Kwa hiyo mimi nimeanza na scenario kwamba wasimamizi wa mpira wa miguu nchini Tanzania, nikianza na TFF maana ndio baba wa mpira, si ndio? Wajaribu kuangalia ratiba wanazipangaje. Hakuna ulazima wa kuweka michezo ya wanawake saa 7 mchana, saa 6, hakuna ulazima. Ndio ninafahamu kuna mtu ambaye ana haki za matangazo, pengine ndiye anawapatia ratiba yake kwamba mechi ili nionyeshe live, iluke mubashara, tunapaswa kuweka saa 7 mchana au tunapaswa kuweka saa 6 mchana. Lakini wao kama wasimamizi wanapaswa kuwa na mapendekezo yao kwamba ndio tunamnarusha live, lakini kwa muda huu sio rafiki kwa ajili ya mchezo kuchezwa. Sio mchezo kwenda live, sio mchezo kuonekana live, lakini pia tuangalie na soko la mashabiki. Mwisho wa siku tunapaswa kuinua soka la wanawake. Sasa tutaliinua vipi kama tunawatesa mashabiki? Si ndio? Kwa wakali kweli. Wakali shabiki yani kwanza saa 6 unakula wapi? Ili ukafurahie burudani ya soka, ili ukaenjoy mpira wa miguu kuutazama. Inabidi shabiki ale saa 4 kama mtu anakaa Chamazi uko Mbagala kuitafuta KMC Complex, si ndio? Inabidi atoke Mbagala saa ngapi? Saa 4. Ili saa 7 imkute akiwa Mwenge KMC. Sasa hayo ni mateso. Ina maana mtu atakunywa chai tu. Kama hana pesa ya kula chakula akiwa Mwenge KMC, ina maana ushabiki unamtesa. Na kuna michezo miwili, kama ameangalia mechi ya Simba Queens na Mashujaa Queens, basi ataangalia na game ya Yanga Princess na JKT Queens. Tunakuwa tunawatesa mashabiki. Simba Queens wana uzoefu mkubwa licha ya kuwa na maingizo mengi. Msimu huu wamesajili wachezaji takriban 13. Kwa hiyo licha ya kuingiza wachezaji wengi kikosini kwao, lakini bado haijawa na athari hasi kwa maingizo mapya kikosini. Mchezo hapo jana licha ya kucheza mapema zaidi, mimi mwenyewe binafsi nilikosa ladha ya mchezo kutokana na muda wa mchezo wenyewe, athari ilikuwepo, lakini walicheza mchezo mzuri. Lakini pia Mashujaa walijaribu kutoa upinzani kwa sababu angekuwa dhaifu kwa Simba ile, basi tunazungumzia mabao 7, mabao 6, si ndio? Lakini haikuwa hivyo. Mwisho wa siku mchezo unatamatika kwa mabao 2-0. Lakini pia nimpongeze kocha Eleneza Nicholas wa Simba Queens kwamba anafahamu malengo ya timu yake, anahitaji Simba inahitaji nini. Kuna mwenzia aliyepita anaitwa Basigi msimu jana, baada ya kukosa ngao ya jamii, kufanya vibaya kwenye michuano ya kimataifa, akaja akafanya vibaya pia kwenye ligi ya kuchukua kombe, kafungashiwa virago akaondoka, si ndio? Amekuja yeye. Kwa hiyo anapokuja Simba Queens anajua kwamba Simba wanahitaji kitu gani kutoka kwake. Na yeye mwenyewe nakumbuka kuna mahojiano aliyofanya wakati anapewa mikoba ya kuinua Simba Queens msimu huu, alikiri wazi kusema kwamba ana kundi kubwa la wachezaji wenye vipaji na uzoefu mkubwa. Na hiyo ni sawa kabisa. Wamemsajili mchezaji anaitwa Cynthia Musungu kutoka Besiktas. Wamemsajili Nandende Zaina. Huyu alikuwa ni MVP ligi ya wanawake ya nchini Uganda. Alikuwa ni MVP.
anasema miongoni mwa shambulizi makali ambayo yalifanyika jana alitoka sana upande wake. Yule ni MVP, most valuable player wa msimu akiwa na Kampala Queens. Simba amemchukua pia somebody Adhiambo kutoka Kenya, yuko pale kikosini. Anakuja kuongeza ubora kwa wachezaji waliokuwa nao kama kina Gentrix Shikangwa. Anakuja kuungana na kina Aisha Mnuka ambaye pia jana alifunga bao la pili, si ndio? Sasa kama kocha sidhani kama anakuwa na excuse. Kama kikosi anacho, mwenyewe alikiri kwamba ana kundi kubwa la wachezaji wenye vipaji na uzoefu mkubwa. Kwa hiyo kinachotarajiwa ni kukamilisha malengo yake kama kocha na kukamilisha malengo ya klabu ya Simba Queens, kwamba tumekuleta Eleneza Nicholas, tunahitaji tupate 1, 2, 3. Simba anahitaji kurejesha ufalme wake kwenye ligi ya wanawake. Msimu jana kachukua JKT Queens ligi, kachukua ngao ya jamii, lakini pia ndio mwakilishi wa ukanda wa Afrika Mashariki kwenye michuano ya klabu bingwa ya wanawake barani Afrika, CAF Women's Champions League, msimu wa mwaka 2025-26. Hapa majuzi kashinda Kenya. Kwa hiyo jukumu alilokuwa nalo kocha mpya wa klabu ya Simba ni kuhakikisha ya kwamba anatimiza malengo ya klabu kutokana na aina ya wachezaji waliokuwa nao ambao ni bora zaidi. Na hapo jana tumeshuhudia tayari amekwisha fanikisha kuipeleka Simba Queens finali. Kwa mtihani uliobakia ni kuhakikisha anapata matokeo chanya mbele ya JKT Queens, japo haitakuwa rahisi, na kupata mafanikio walau kwenye hatua hizi za awali ili kuiendea ligi kuu ya wanawake msimu ujao ambao unakaribia kuanza. Sawa, miongoni mwa vitu ambavyo tulifanikiwa kuviona siku ya jana ni JKT Queens ambayo hatujawahi kuizoea ikiwa vile. Lakini wewe unawafahamu JKT kwa kile performance ambayo walikuwa wameonyesha siku ya jana, ni wao au tutarajie mabadiliko kwenye mchezo ujao? Tukiachana na athari hasi ambazo pengine zimewasibu hapo jana JKT Queens, kwanza tukumbuke Yanga Princess walipata kadi nyekundu, lakini bado haikuiathiri Yanga, na bado mchezo ukaenda dakika 90 ikiwa ni sare ya bao 1-1. Kwa hiyo unachokuja kuangalia kwamba JKT Queens walikuwa mawapi, uchovu sikatai, fatiki wako nayo, na ni kitu ambacho pia nilikitarajia, na ni kitu ambacho bado kipo kwao kinawasumbua, kwa sababu wakati ligi imetamatika wao waliunganisha, hawakupata muda mrefu wa kupumzika, wakaunganisha kuanza michuano ya Sekafa ya wanawake, kutafuta mwakilishi atakaye shiriki michuano ya klabu bingwa upande wa wanawake kwa maana ya CAF Women's Champions League msimu wa mwaka 2025-26, na wakafanikiwa kuchukua ubingwa wenyewe, na wamekabidhiwa bendera ya ukanda wa Afrika Mashariki kisoka kuiwakilisha ukanda wa Sekafa kwenye michuano ile. Kwa hiyo jana dakika 60-70 JKT Queens walikuwa wamechoka, walipotea mchezoni, na pengine mtu akiambiwa matokeo tu kwamba uliisha 1-1 ule mchezo alafu kapoteza kwenye mikwaju ya penalti 6-5, mtu anaweza kahisi kama vile Young Princess walikuwa wamezidiwa. Lakini watu wa mchezo au watu wa mpira wanasema kwamba kuna wakati timu bora inapoteza mchezo na timu ambayo haikuwa na mchezo bora inashinda. Ndicho ambacho kilitokea jana. JKT Queens hawakuwa na mchezo bora. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.